Na kutokana na hali hiyo ndipo tunapompongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona hatari hiyo na kuanza kutoa gesi na kuhakikisha uwekezaji mkubwa unafanyika katika gesi kiasi kwamba gesi ifikie kununuliwa kwa bei rahisi kwa kila Mtanzania. Lakini hapa mwenyekiti, pia ni kuipongeza wizara chini ya Mheshimiwa Makamu wa Rais na Waziri kaka yetu Masauni, Katibu Mkuu na viongozi wote ambao wameweza kushirikiana na Wizara ya Nishati kuhakikisha jambo hili la gesi linaenda vizuri, na ni jambo la msingi sana. Tukaenda wapongeza sana. Lakini mwenyekiti, ni kweli kwamba ukifikiri hekta 100,000 tunateketeza kwa mwaka, na nimemsikia Waziri hata Jafo wakati fulani akizungumza akitaka kuweka mpango wa kuzuia Dar es Salaam, kuna wakati watazuia mkaa. Nikawa nazunguka kule Kilombero jimboni napima hekta 1, 2, yani nione hekta 10 ukubwa wake. Hekta 100,000 Mheshimiwa Mwenyekiti si ndogo. Katika mambo kama tunatakiwa tuwekeze kwa nguvu, basi ni kuzuia kuteketea kwa misitu yetu, kwenda kutengeneza mkaa. Tuache kabisa habari hiyo na tusahau habari ya mkaa. Mtu akikamatwa amekata mti uliokaa miaka 100, mti ambao umekaa miaka 60, mti ambao umekaa miaka 50, anakata anachoma mkaa, hiyo ni jinai na ni kosa la jinai kabisa, tufikia wakati huo. Lakini huwezi kumhukumu Mtanzania kwa sababu hujamfikishia nishati mbadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako maonyesho tuliona hapa bungeni wakati fulani, tulipewa majiko hata ya umeme, ambayo kumbe unaweza kuwa na jiko la kisasa la umeme linatumia umeme chini zaidi kuliko hiyo gesi. Na wengine tukanunua hapa na chemsha maharage kwa unit ndogo kabisa. Hiyo pia ni njia mbadala ya kupelekea watu. Tuna umeme wa megawati 2115. Tupeleke umeme huu, watu wanunue yale majiko pia yasambazwe bila kodi, watu waache kupikia mkaa. Na kama ningelikuwa na mamlaka, Dar es Salaam ingelikuwa ya kwanza kuacha kutumia mkaa. Nenda Dar es Salaam, pishana na malori kwenye foleni alobeba mkaa, ukiangalia ukisema hii ndio miti ya nchi yangu na miaka 50, miti na miaka 100, ni hatari. Si jambo la kuleta masiara. Kama viongozi wetu, Mheshimiwa Waziri, na hii ni sekta mtambuka, mnaweza mkaamua na jambo hilo, majiji yetu yaache kutumia mkaa, tunusuru nchi hii na miti. Hakuna miti itakuja kupandwa hii inapandwa huku italingana na hii miti tunakata hii miaka 100, miaka 50. Hakuna kitu kama hicho. Niliwahi kuwa kiongozi Rombo pale kwa Profesa Mkenda, Moshi, Kilimanjaro. Kukata mti ni kama umeiba, umevunja nyumba ya mtu. Na mimi nilikuwa dasi, ulikuwa unatuonyesha miti 4 uliopanda, ndio tunakupa kibali cha kukata mti mmoja. Na kibali hicho kinatolewa na DC, anajua kuna mti unakatwa kata fulani leo, chini ya uangalizi wa mgambo. Lakini baadhi ya maeneo katika nchi hii tunakata miti tunavyotaka. Nafikiri hili si jambo zuri. Kwa hiyo nataka kusisitiza hapo, nimeongea sana kwa sababu takwimu zinavyotolewa hizo zinaonekana kama ni takwimu rahisi. La pili, kwenye mazingira, wekeni nguvu katika maeneo yenye misitu ambayo hajaguswa, kama Kilombero kule kwetu. Ukifika unaona giza la miti ulizungwa, hifadhi ya Nyerere. Lindeni, hakikisheni mnawapa wananchi gesi hata bure, ili wasivamie misitu na kukata miti na kuokota kuni. Kwa hiyo mkiwekeza nguvu kama Kilombero kule, tuna mradi wa kuzalisha umeme wa Kidatu, unatokana na maporomoko ya maji ambayo hayakauki kwa sababu tunatunza miti. Tuna Kiansi, haikauki kwa sababu tunatunza miti. Kwa hiyo mtusaidie kutuletea gesi ili tusiendelee kukata miti. Nataka kumalizia upande wa muungano. Sisi tulopata bahati ya kusoma chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere pale na kusikiliza hotuba za Mwalimu Nyerere, katika maisha yake unaweza kusema aligusia sana swala la muungano. Na mimi nataka kusema hapa, sidhani anakumbuka zile hotuba, lakini mwenyekiti Mwalimu amezungumza mambo mengi sana kuhusu muungano. Kuna hotuba maarufu ya Mwalimu Nyerere, anazungumzia nyufa 5 za nchi. Anasema nyumba yetu ilipotikisika tuliona nyufa, nyingine katika paa, nyingine katika dari, nyingine katika sakafu. Akataja ufa wa rushwa, akataja watu kudharau, kupuuza sheria, ukabila, udini. Lakini akachukua muda mrefu kuzungumzia muungano. Akasema kumbukeni kinachowafanya mseme sisi wa Zanzibari, wao wa Tanganyika, ni dhambi ya ubaguzi na huu muungano uliowepo. Kwa sababu sisi leo tuna muungano wa Tanzania, tunawaona wa Zanzibari. Kwa sababu tuna muungano wa Tanzania, wa Zanzibari wanawaona wa Tanganyika. Na hii ndio ilikuwa sababu ya kwanza Mwalimu Nyerere anasisitiza East Africa iungane. Akiwaambia Kenya kuna makabila, Uganda kuna makabila, tukiungana katika East Africa hamtatazamana ndani ukabila wenu, mtaangalia Tanzania, mtaiangalia Uganda, mtaiangalia Kenya, kwamba tukichelewa wenzetu watatupita.
Sasa leo tunazungumza wazi wa ubaguzi kwa viongozi wachache wanaozungumza mambo ya ubaguzi. Tunajua kuna siasa ndani yako mwenyekiti, nikupe siri, mimi najua. Vipo vyama vya siasa vilikaa vilisema hii CCM kwa muungano huu huwezi kuingoa. Kwa sababu inakubalika huku, inakubalika huku. Tupambane tupate sehemu ya Tanganyika, tuwe na serikali ya Tanganyika. Tukifanya serikali ya Tanganyika kuna siku tutaongoza nchi. Wanajidanganya, kuna watu waliozaliwa baada ya muungano hawawezi kukubali hiyo. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere anasemaje? Dhambi ya ubaguzi mkisha kuitenda mtaendelea. Ni kama na sawa sawa na kula nyama mtu. Kila nyama mtu mtaendelea tu kula, hamtaacha. Mtatengana na Wazanzibari. Anasemaje Mwalimu kwamba wale watakao washangaa wenzao wakiwatenga watabaki salama? Hotuba maarufu kabisa. Anasema Wazanzibari wakiwakataa Watanganyika kwa dhambi ile ya ubaguzi, wao wana rais, sisi hatuna rais. Kwa nini? Sababu zile zile za kitoto ambazo viongozi leo wanazirudia kwenye vyama vya siasa. Wanaona wivu rais wa Zanzibar. Mwalimu alishasema mtawakataa Wazanzibari, mtasema wao Wazanzibari wao wana rais, sisi hatuna rais. Kwa nini? Akatoa mfano mpaka wa Yeltsin, sio rais gani. Mtawafukuza Wazanzibari. Na alizungumza hilo kwa upande wa Tanganyika pia. Mkakuta kumbe mlijidanganya tu. Hapa kuna Wazaramu, kuna Wachaga, kuna Wapare. Mtamaliza kuchoma nyumba za Wapemba, mtakuta kumbe hamjabaki wamoja kama Watanganyika. Mwalimu akarudia tena. Wazanzibari wakiwakataa Watanganyika, Watanganyika watabaki wanawashangaa Wazanzibari, watasema wenzetu wanatuacha, wenzetu kwa nini? Kwa dhambi ile ya ubaguzi Wazanzibari nao hawatabaki salama. Ndio hiyo hotuba maarufu, utakuta kuna Wazanzibari na Wazanzibara. Sasa leo tunauliza kama Mwalimu alizungumza miaka hiyo jambo hilo, na shangazi hapa, mheshimiwa shangazi ametuambia sasa hivi tuna changamoto, hatuna tena zile kero za muungano. Tukiacha siasa, muungano wetu ni jambo la msingi kuliko kitu kingine chochote. Na mimi nilikuwa napendekeza mezani hapa kwamba lazima tuwe very serious kwenye jambo la muungano. Vyama visajiliwe endapo vinaamini muungano. Na sisi hatuna shida na aina ya muungano. Tukienda kwenye uchaguzi mkuu Oktoba, ACT nenda kasema nataka serikali 10, CCM sema nataka serikali 2, Chadema nenda sema nataka serikali 3 na nani na nani. Tukichaguliwa, tuweke sheria hapa, tukishachaguliwa na wananchi, wachagua CCM, wamekubaliana na aina ya muungano wa CCM, hakuna mjadala mpaka uchaguzi mkuu ujao. Hakuna kuruhusiwa kusema baada ya uchaguzi kama sera zako zilikataliwa, unazungumza kwa watu kuhusu kubagua nchi. Yupo kiongozi mmoja wa siasa anaongea kuhusu muungano kama anaongea takataka fulani hivi. Watu wanamwangalia, vyombo vinamwangalia. Mimi namuombea mema atoke kule alipo. Lakini vyombo vinamwangalia na yeye watu wanamwangalia. Anachezea muungano. Na hilo swala hata la mahakamani kuweka hiyo kesi kwenye TV, kwani swala la kimuungano? Sio swala la kimuungano, lakini tunazungumza sisi wa Tanzania leo tunaona swala la kutengana kwa serikali ya Tanganyika ni kitu rahisi. Na mchakato ulifanyika huko hapa mwenyekiti. Viongozi wetu waliona busara, mapendekezo ya katiba yalikuja, watu wakayapinga. Wakasema subiri kwanza tuone kwanza kutoa elimu. Taarifa. Mheshimiwa Senga, kuna taarifa kutoka Dr. Joseph Mwagama. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji, anaongea vizuri kakangu, lakini kwa lengo la kuulinda muungano huu naomba ikiwezekana muungano huu upewe kinga ya kikatiba. Asiruhusiwe mwanasiasa yote kuugusa muungano wetu, kwani ndio heshima, ndio tunu na ndio utambulisho wa Tanzania wetu. Mheshimiwa Senga, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, naipokea taarifa hiyo. Mimi nikukumbushe Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa bunge la katiba yupo kiongozi mmoja wa vyama vya siasa alisema muungano huu hauna mkataba. Ni fake. Mimi nilikuwa pale mmoja wa vijana. Sisi tuliomba serikali wakaenda kufungua sanduku la chuma kutuletea mkataba ule wa muungano. Tukauprint kwenye t-shirt, tukavaa kwa maandamano katika nchi. Akasema na huo mkataba wenyewe hii sio saini ya Nyerere wala Karume. Huyu mtu anatumika na nani? Kwa nini tunaacha mambo kama haya? Sasa mimi nataka kupendekeza na jambo la msingi msicheze nalo hili. Sisi CCM tumesema aina hii ya muungano mpaka tutakapokuja kubadilisha katiba. Kama kuna chama kingine kinaamini aina ya muungano, ukishachaguliwa, kama hujachaguliwa, hauna haja kuendekeza hiyo hoja slogan yako ya kubagua nchi kwa chuki ambazo hazina maana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Abubakar Asenga. Nimtaja Mheshimiwa Pauline Gekulu, afu Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi. Najua muda wangu ni mchache, dakika 5. Nikushukuru sana, lakini mshukuru Mungu kutupa nafasi kutekeleza majukumu yetu. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa nishati safi na salama, lakini pia mpongeze Naibu Waziri Mkuu na wizara yake kwa kufanikisha hili ambalo Mheshimiwa Rais wetu mama yetu
ametamani kwa Tanzania gesi kupatikana kwa bei ya ruzuku. Niwapongeze sana sana sana. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze kwa kazi kubwa unayofanya. Naamini pia na wizara yako ni sehemu ya jambo hili la mama ambalo limegusa maisha ya Tanzania wengi kupata mitungi ya gesi kwa bei nafuu. Nishauri tu kwa ile mikoa ambayo bado programu hii haijafika iweze kufika mapema, itasaidia kuokoa misitu yetu, lakini itasaidia kina mama wale ambao walikuwa wanasubiri kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa nishati safi, nishauri tu tumefanikiwa sana kwenye masuala ya mapishi haya. Hakuna nyumba ambayo saizi haina mtungi wa gesi ule mdogo. Niombe watafiti wetu waangalie jinsi gani ya kuboresha ile